Ikiwa ni siku nyingine njema tena, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Langu tumaini kwamba haujambo na unaendelea barabara katika hali. Ikiwa leo ni Oktoba 15 ya mwaka 2025, na nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika mfululizo wa masomo yetu katika juma hili la msisitizo wa afya pamoja na usomaji wa roho ya unabii. Leo tumepata bahati ama tutaenda kujifunza somo linalosema vyakula vya vitamini pamoja na madini. Na nichukue nafasi hii kukuletea taarifa njema kwamba vyakula hivi vya vitamini pamoja na madini ni nguzo muhimu sana za lishe bora kwa afya njema. Kama tulivyokwisha kuangalia hapo awali kuhusiana na vyakula vya wanga, protini pamoja na mafuta, ambavyo tuliona kwa ujumla wake vinaitwa macronutrient, kwa maana ndivyo virutubishi vinavyohitajika kwa wingi ndani ya miili yetu. Sasa kwa leo ninakuja kukuletea tena somo linalohusiana na micronutrients ama hivi vyakula ambavyo vinahitajika ndani ya miili yetu, lakini kwa kiwango kidogo. Japokuwa ni kwa kiwango kidogo, ila vina umuhimu mkubwa sana katika afya na ustawi wa miili yetu. Mwongozaji ninaitwa Isaac Muhandi. Karibu na uungane nami kuanzia sasa hata tamati, na tutakuja kuangalia jumla ya vyakula ambavyo vina vyanzo vizuri vya madini pamoja na vitamini. Halikadhalika pia nitakupeleka katika vyanzo pamoja na matumizi yake ndani ya miili yetu, na kuna mapendekezo kadha wa kadha ambayo pia yamependekezwa na shirika la afya duniani pamoja na shirika lile la chakula, lakini pia wizara ile inayohusiana na mambo ya lishe kwa Tanzania bara, na ni mwongozo ule wa mwaka 2023. Na baada ya hapo tutaangalia vyakula vinavyopendekezwa zaidi uvitumie ili kusudi uweze kuwa na wingi wa madini lakini pia na vitamini. Baada ya hapo tutaangalia mambo ya kuzingatia, na kisha baada ya hapo nitakupeleka katika jambo ambalo utalipata endapo vyakula kama hivi utavikosa ndani ya mwili wako, na yani tunaita utapiamlo. Na baada ya hapo kuna hatari ambayo waweza kuipata endapo utakuwa ukitumia vijalizo ama supplements, na maanisha vitamini pamoja na madini ambayo yametengenezwa viwandani tofauti na vyakula vya asilia. Baada ya hapo kuna dhana potofu mbalimbali ambazo zinahusiana na vyakula vyenye vyanzo vizuri vya madini pamoja na vitamini. Ni dhana ambazo zimeenea zaidi katika jamii, na baada ya hapo tutakuwa tumekaa vizuri kuhusiana na vyakula hivi, na ni tumaini langu kwamba utakuwa umepata elimu ya kutosha. Basi niwakaribisheni tuweze kuomba. Mungu mwema, asante kwa rehema na neema yako, asante kwa ulinzi, asante kwa kututunza, na asante pia kwa kutupatia afya njema. Wakati huu tunakusihi Mungu katufundishe kwa kadri ya mapenzi yako. Ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 29 na ule mstari wa 30, Biblia inasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Tunapozungumzia vyakula vya madini ama vyakula vya vitamini, ninakuwa nina maana ipi? Tuanze kutazama kimoja baada ya kingine. Vyakula vya madini na vyakula vya vitamini vina mchanganyiko mdogo mdogo ambao ni muhimu ndani ya miili yetu. Nitaanza na vitamini. Vitamini ni nini? Vitamini ni misombo ya kikemia inayopatikana kwa wingi katika matunda, mboga mboga, nafaka zisizokobolewa na bidhaa za maziwa na nyama pia, halikadhalika samaki. Kuna aina nyingi sana ya vitamini. Kuna vitamini A, B, C, D, E na K.
Na vitamini hivi vina jukumu maalum katika miili yetu, kuanzia ulinzi dhidi ya magonjwa hadi uimarishaji wa ngozi pamoja na macho. Kwa hiyo ukikosa vitamini utakuwa umeuathiri mwili wako. Na madini ni nini? Je, tunaongelea dhahabu ama almasi? Hapana. Isipokuwa madini tunayoyazungumzia hapa ni virutubishi visivyo vya kikaboni vinavyopatikana ardhini na kuingia mwilini mwetu kupitia vyakula. Mfano wa madini haya tunayoyazungumzia ambayo ni muhimu sana, kuna chuma, kuna calcium, potassium, zinki, magnesium na iodine. Madini haya huchangia katika ujenzi wa mifupa, usafirishaji wa oxygen na usawazishaji wa maji mwilini, halikadhalika pia uimarishaji wa mfumo wa neva. Vitamini na madini ni virutubisho vidogo, kama nilivyosema awali, tunaita micronutrients, ambavyo japokuwa huhitajika kwa kiwango kidogo mwilini, vina umuhimu mkubwa sana katika afya na ustawi wako kama mwanadamu. Vina jukumu la kusaidia mwili kufanya kazi zake za msingi kama vile ukuaji, kinga ya mwili, uzalishaji wa nishati, lakini pia uimarishaji wa mifupa na meno. Ulaji wa vyakula hivi kwa uwiano mzuri unajumuisha vyakula vya asili vya makundi mbalimbali ambavyo kwa kweli husaidia kuhakikisha mwili unapata kiwango cha kutosha cha vitamini na madini. Na upungufu au ziada ya virutubishi hivi unaweza kukusababishia matatizo ya kiafya. Hivyo ni muhimu kula mlo kamili kila siku. Vyakula vya vitamini na madini ni nguzo muhimu za lishe bora kwa afya njema. Kama ilivyo nguzo kwenye nyumba zinapojengwa, ndizo ambazo huwa zimeshikilia nyumba ijapokuwa kuna matofali na vitu vingine. Halikadhalika madini pamoja na vitamini ni nguzo katika ujenzi wa miili yetu. Ni kulete katika matumizi ya vyakula hivi vya vitamini pamoja na madini ndani ya miili yetu. Vitamini husaidia mwili kufanya kazi za kikemia pamoja na kinga. Lakini wakati huu madini yenyewe huchangia katika kazi za kimwili na miundo ya mwili. Kwa madini hufanya kazi katika miundo mbinu ya mwili, kujenga mwili. Lakini vitamini vyenyewe hufanya kazi za kikemia pamoja na kupatia mwili wako kinga. Kwa hiyo ulaji bora unapaswa kuhusianisha sana na mchanganyiko wa vyote hivi viwili ili kusudi ufanye kazi vizuri. Sasa nikulete katika baadhi ya matumizi makuu ya hivi vyakula. Nitaanza na matumizi ya vitamini, lakini pia nikiwa nataja matumizi yake nitakutajia pia ama nitakuelezea pia kuhusiana na vyanzo vyakula ambavyo unaweza ukatumia ili kusudi ukapata aina fulani ya vitamini kulingana na aina ambazo nimekutajia hapo awali. Nitaanza na vitamini A. Vitamini A husaidia katika kuona vizuri na pia ukuaji wa seli na kudumisha ngozi na ulinzi wa mwili dhidi ya magonjwa. Unapotumia vyakula vyenye vyanzo vya vitamini A, ngozi yako itaonekana kuwa nyororo na itaonekana kuwa yenye afya njema isiyokuwa na michaniko au mikwaruzo. Halikadhalika pia macho yako yatakuwa na afya njema, hivyo utaweza kuona hata ule wakati wa usiku. Na watu wanaokuwa na upungufu wa vitamini A huwa wanapatwa na shida ya kutokuona usiku, ama wanapata shida ambayo tunaita kwa kitaalamu natumaini kwa kitaalamu ni shida ambayo inaitwa night blindness ama upofu wa usiku. Na vyakula vifuatavyo vina vyanzo vizuri sana vya vitamini A. Kuna karoti, spinach, mayai, siagi pamoja na matunda yenye rangi ya kijani. Lakini mboga zote zenye asilia ya rangi ya kijani ni vyakula vizuri sana kwa ajili ya vyanzo vya vitamin A. Na matunda ni kama vile machungwa. Tuje katika vitamin B. Vitamin B ni vitamini ambayo ina aina vyake ndani yake.
Kwa mfano kuna vitamini B1, B2, B3, B6 na B12. Halikadhalika pia kuna B9 ambayo inaitwa folate. Vitamini B kwa pamoja husaidia mwili kubadilisha chakula kuwa nishati. Hivyo unapokuwa umekula, mfano umetumia chakula cha wanga, ule mchakato wa kile chakula kubadilishwa kutokea kwenye hali ya chakula kwenda kwenye hali ya nishati, ambayo hiyo nishati ndipo mwili unahitaji utumie ili kusudi uweze kufanya kazi zake, basi vitamini B ndio hufanya kazi hiyo ya kubadilisha. Kwa hiyo unapokuwa umepungukiwa na vitamini B, basi utakuwa umeuathiri mwili wako kwa namna kubwa sana. Na faida nyingine ni kwamba vitamini B huimarisha mfumo wa neva na kuzalisha seli nyekundu za damu. Kwa hiyo kama ni shida ya kupungukiwa na damu, tunaita anemia, unapokuwa unatumia vyakula vyenye vitamini B, basi hiyo shida inatoweshwa. Hali kadhalika pia unakuwa na uwezo mzuri katika mfumo wa fahamu na kuondosha shida ya matatizo ya kumbukumbu na matatizo mengineyo. Vyakula vyenye vitamini B ni vipi? Kwa sababu ya mchanganuo huo wa aina ndogo ndogo za vitamini, basi nitataja kulingana na aina. Vitamini B1 inaitwa thiamine, na thiamine ni vitamini ambayo inapatikana kwenye mazao kama vile pamba, kwenye vyakula kama vile njugu, ngano na nafaka kamili. Mfano vyakula ambavyo tunavifahamu, mahindi na kadhalika. Lakini tunapozungumzia vitamini B2, ama kwa lugha ya kitaaluma inaitwa riboflavin. Riboflavin inapatikana hasa kwenye maziwa, mayai, nyama, mboga za majani na vyakula vinginevyo. Lakini tukija kwenye vitamini B3, kwa lugha ya kitaalamu inaitwa niacin. Niacin ni inapatikana sana kwenye samaki. Unapotumia nyama, karanga, nafaka kamili, pia utajipatia wingi wa vitamini B3. Na vitamini B6 ama B6 inapatikana kwenye vyakula kama vile kachumbari, unapokula karanga, unapokula nyama, mboga za majani na vyakula vinginevyo vingi, pia unaweza kupata vitamini B6. Vitamini B12. B12 yenyewe ndio hufanya pia kazi ya kuongeza damu na kupunguza hiyo shida ya anemia. Inapatikana kwa samaki, nyama, mayai, maziwa na vyakula vinginevyo vingi. Hivyo tumia vyakula vyenye vyanzo vya vitamini B ili kusudi uweze kuepukana na shida mbalimbali ndani ya mwili wako, kwa sababu ukikosa vitamini B1 utapata ugonjwa wa beriberi. Na ugonjwa wa beriberi ni ugonjwa ambao unashambulia mfumo wa fahamu na mtu anakuwa na shida ya fahamu. Lakini pia mtu anapata hali kama ya kuparalyze kwa mikono ama miguu. Hivyo mtu anakuwa na shida ya mjongeo, anashindwa kutembea na kadhalika. Lakini ukikosa B2 ama riboflavin, utapata shida ya midomo kupasuka, lakini macho pia yanakuwa yanavimba. Je, B3 ukikosa utapata shida gani? Utapata ugonjwa pellagra. Ugonjwa wa pellagra ni ugonjwa wa ngozi kukauka, na pia unakuwa na hali ya kuharisha na matatizo mengine ya akili. Na B6 yenyewe utapata shida gani endapo inakuwa imepungua? Utapata shida inayoitwa pyridoxine. Pyridoxine ni upungufu wa damu na degedege. Je, B12 ikipungua ndani ya mwili wako utapata na shida gani? Ni upungufu wa damu na matatizo ya neva, pia matatizo ya akili. Na folate ambayo ni B9 ikipungua ndani ya mwili wako utapata na shida gani? Ni upungufu wa damu na matatizo ya ukuaji wa mtoto tumboni, mfano mgongo wazi. Ndio maana akina mama wengi ule wakati wa ujauzito huwa wanahimizwa sana kutumia vidonge aina ya folic acid. Folic acid huwa inafanya kazi
ya kukamilisha ujenzi wa viungo vya mtoto, kwa sababu usipotumia madini kama haya, basi mtoto wako anaweza kuzaliwa ikiwa sehemu fulani ya mgongo haijafunika, na hali hiyo tunaita mgongo wazi. Kwa kuzuia shida kama hizo, ni muhimu ukatumia vile vidonge vya folic acid na vikakusaidia pia kuondoa tatizo la upungufu wa damu ndani ya mwili wako. Tuje tuangalie vitamini C. Vitamini C husaidia sana katika kuimarisha kinga ya mwili wako na kutengeneza collagen. Collagen ni kwa ajili ya afya ya ngozi na mishipa pia pamoja na viungio, na pia vitamini C hufanya kazi ya kuboresha ufyonzaji wa chuma mwilini. Ni vyakula vipi utakavyotumia ambavyo vitakuwa na wingi wa vitamini C? Ni machungwa, limao, strawberry, broccoli na matunda mengineyo mengi yana utajiri wa vitamini C. Na unapokuwa unatumia vitamini hii hapa C, faida zake nyingi utakuwa unazipata. Na endapo utapata upungufu wa vitamini C, utapatwa na shida ya ugonjwa wa fizi, yani ufizi kuvimba ama kutokwa na damu. Halikadhalika pia unakuwa na uchovu wa usioelezeka. Pia ngozi yako inakuwa ni dhaifu, ngozi inakuwa haivutii. Ngozi ukiitazama inakuwa kana kwamba ya mzee, licha ya umri wako unaweza kuwa na umri mdogo, lakini ngozi ikafanana kama ya mzee wa miaka 90, hali ambayo sio ya kawaida. Maana tunafahamu kwa kadri umri unavyoenda, basi kila kitu huwa kinapata mabadiliko. Tuje tuangalie vitamin D. Vitamin D hufanya kazi gani na vyanzo vyake ni vipi? Vitamin D husaidia mwili kutumia calcium na phosphorus. Pia ni muhimu kwa mifupa na meno. Hivyo unapotumia vitamin D ndani ya mwili wako, unakuwa na mifupa iliyo imara, lakini pia meno yanakuwa imara. Kumbuka, kuna watu wanatumia meno yao kwa namna isiyofaa. Mtu anatumia meno kufungua soda, mtu anatumia meno yake kwa ajili ya vitu ambavyo havihusiani. Meno ni kwa ajili ya kutafunia na kwa ajili ya kuuma vyakula, sio utumie kwa ajili ya kufungulia soda na kwa ajili ya kufanya vitu vingine ambavyo havihusiki. Vitamin D utaipata kwa wingi kupitia mwanga wa jua, hasa ule mwanga wa asubuhi kabla ya saa 4 pale. Ule mwanga wa asubuhi ni muhimu sana, walau kwa dakika 30 ukaupata. Lakini pia mwanga wa jua ule wa jioni ambao sio mkali sana. Lakini vitamin D utaipata pia kwenye mafuta ya samaki na mayai pia. Ukipungukiwa vitamin D ndani ya mwili wako, utapatwa na shida gani? Utapatwa na shida ya rickets kwa watoto, yani watoto wanakuwa na matege. Ukimtazama mtoto, miguu yake inakuwa imepinda kwa kutoka nje ama imepinda kwa kuingia ndani. Kwa ukiona mtu mwenye shida kama hiyo, basi shida yake kubwa ni upungufu wa vitamin D. Lakini pia shida nyingine inaitwa osteomalacia. Osteomalacia ni udhoofu wa mifupa. Mifupa inakuwa laini na inakuwa ni rahisi kuvunjika. Hata kwa shida tu ndogo, ule mfupa unakuwa haustahimili nguvu ambayo inakuwa au pressure ambayo inakuwa limejitokeza kwenye mfupa huo. Kwa watu wazima shida hiyo inawapata sana. Tujikite kwenye aina nyingine ya vitamin E. Vitamin E ni kizuia kuchakaa, tunaita antioxidant. Yani kama ni kizuia kuchakaa, kwa inamfanya mtu aendelee kuonekana mpya kila wakati. Naposema aonekane mpya, kama ni kijana wa kike basi anaendelea kuonekana binti, na kama ni kijana wa kiume anaendelea kuonekana kijana ambaye
yupo katika hali nzuri. Hali kadhalika pia vitamini E husaidia kulinda seli kutokana na uharibifu na kuimarisha ngozi yako. Vyakula vyenye utajiri wa vitamini E ni vyakula kama vile mafuta ya mimea. Mafuta ya mimea kama karanga, mbegu kama vile ufuta na mbegu zinginezo. Utapata vitamini E kwa wingi na faida zake hizo utakuwa umezipata vizuri. Ukipungukiwa na vitamini E utapatwa na udhaifu wa misuli na matatizo ya neva, yani mfumo wa fahamu. Hivyo kusahau wewe linakuwa ni jambo la kawaida, na shida ya kujifunza kwako inakuwa ni jambo la kawaida, na shida ya kushindwa kutoa maamuzi yaliyo sahihi kwa sababu ya matatizo ya neva kwako linakuwa ni tatizo ambalo linakusumbua sana. Na hayo ni baadhi ya matatizo ama utapiamlo utokanao na upungufu wa vitamini. Na sasa tumalize kwa vitamini K. Vitamini K husaidia katika mchakato wa damu kuganda, tunaita coagulation. Coagulation ni hali ambayo, kwa mfano, unapokuwa umejikata kwa bahati mbaya na ukapata jeraha, lile jeraha likaanza kuvuja damu, basi mwili huwa unafanya mchakato wenyewe ndani na unaleta hali ya kuziba kwenye lile eneo la jeraha ili kusudi damu isiendelee kutoka. Kwa hiyo vitu ambavyo huwa vinasaidia kwenda kuziba ile sehemu, ile damu isiendelee kutoka ama ile damu igande isiendelee kuvuja, huwa ni vitamini K. Na ndiyo maana hata mtoto baada ya kuzaliwa tu, moja ya vitamini ambavyo huwa anapewa kwa njia ya sindano huwa ni vitamini K. Na vitamini K hupatikana kwenye vyakula vipi? Hupatikana kwenye mboga za majani, hupatikana kwenye brokoli na mafuta ya mimea, mafuta mengi sana ya mimea kama hizo karanga, ufuta na mengineyo mengi. Na ukipungukiwa vitamin K utapata shida ipi? Kwa vile vitamin K hufanya kazi ya kugandisha damu, basi ukipungukiwa na vitamin K utapata shida ya kushindwa kuganda vizuri kwa damu na kutoka kwa damu kwa urahisi. Kwa mfano, kwa wana wa kike wanakuwa na ule wakati wa hedhi, unakuta labda damu inatoka kwa wingi sana na inashinda, na hiyo hali pia inawapelekea kupatwa na shida ya upungufu wa damu. Ama ule wakati wa kujifungua, baada ya kujifungua akajifungua vizuri, lakini ikatokea amepata jeraha mchaniko fulani, hivyo anapata hali ya kutokwa na damu nyingi kwa sababu ule uwezo wa damu kuganda na kudhibiti ile damu kuendelea kutoka unakuwa umepungua. Hivyo jitahidi kutumia vyakula vyenye utajiri wa vitamin K ili kusudi kujiletea afya yako iliyo imara. Na sasa tuje kwenye matumizi ya vyakula vyenye madini, na tuangalie pia vyanzo vya vyakula ambavyo vina madini pamoja na faida zake kwenye miili yetu. Tuanze na calcium. Calcium ni madini muhimu sana kwa mifupa na meno imara. Pia husaidia kazi ya misuli pamoja na mfumo wa neva. Calcium, madini haya utayapata unapotumia vyakula kama vile maziwa, jibini na mboga za majani. Sasa unapokuwa umepata shida ya upungufu wa haya madini ya calcium, utapatwa na shida ya mifupa dhaifu. Mifupa inakuwa ni nyepesi kuvunjika na pia inakuwa sio imara. Twende kwenye madini ya pili ambayo yanaitwa sodium. Sodium ni madini muhimu sana ndani ya miili yetu kwa sababu huchangia katika kazi ya misuli ya moyo. Yaani huwa madini haya yanatumika kwenye kazi ya moyo, na moyo ni sehemu ambayo inatumika kusambaza damu kwenda sehemu zote za mwili. Hivyo moyo unapokuwa umepungukiwa na sodium, basi hata damu
kumbuka haitoenda kama inavyotakiwa. Na kama damu haitoenda kama inavyotakiwa, na kukumbusha damu ndio ambayo hubeba nishati ambayo ni glucose. Damu pia ndio ambayo hubeba oxygen. Damu hubeba vitu vingi kusambaza sehemu mbalimbali ya mwili. Hivyo mwili utapatwa na upungufu mkubwa kwa sababu tu ya shida ambayo imejitokeza kwenye moyo. Pia madini haya ya sodium hufanya kazi nzuri sana kwenye neva. Halikadhalika pia yana faida kwenye usagaji wa chakula na udhibiti usawa wa maji mwilini. Huwa yanafanya msawazo kati ya chumvi pamoja na maji ndani ya mwili wako. Na madini ya sodium hupatikana kwa wingi sana kwenye chumvi na vyakula vilivyopikwa na supu pia. Hivyo ukitumia vyakula kama hivyo, sodium utaipata. Na upungufu wa madini ya sodium ndani ya miili yetu huwa unaleta utapia mlo wa kichefuchefu. Utapata shida ya kichefuchefu, lakini pia utakuwa unapata uchovu na udhaifu ndani ya mwili wako kwa sababu tu ya upungufu huo wa madini ya sodium. Tuje kwa madini ya chuma, iron. Madini ya chuma husaidia katika kusafirisha oxygen mwilini na kupitia hemoglobin na kutengeneza seli nyekundu za damu. Madini ya chuma huwa yanatumika kwenye kutengenezea damu. Na unapokuwa umepungukiwa madini ya chuma, basi ni wazi kuwa utapata na shida ya upungufu wa damu. Na ukipata na shida ya upungufu wa damu, basi ni wazi kwamba oxygen ama hewa safi ama hewa chafu haitopelekwa wala kutolewa ndani ya mwili kama inavyotakikana. Na madini ya chuma hupatikana sana kwenye vyakula vipi? Vyakula kama vile nyama nyekundu, kunde pamoja na karanga ni vyanzo tajiri sana kwa madini ya chuma. Na upungufu wa madini haya utakusababishia upungufu wa damu, tunaita anemia. Pia utakuwa na hali ya uchovu sana. Tugeukie kwenye madini ya potassium. Madini ya potassium ni madini muhimu kwa sababu husaidia kudumisha usawa wa maji mwilini na kazi ya misuli pia pamoja na shinikizo la damu. Shinikizo la damu, ile hali ya damu kusukumwa kutoka kwenye moyo na kwenda sehemu zinginezo. Na vyakula kama vile kwa ajili ya potassium, vyakula kama vile ndizi, viazi, parachichi na maharage vina vyanzo vizuri sana vya madini haya ya potassium. Na upungufu wa madini ya potassium utakuletea shida kubwa sana kwa sababu utapatwa na udhaifu wa misuli, lakini pia mapigo ya moyo wako yatakuwa sio ya kawaida. Tunaita rhythm of the heart itakuwa sio ya kawaida, na hivyo unakuwa unapatwa na shida hizo. Na tuje sasa kwenye madini ya zinki. Madini ya zinki yanasaidia katika ukuaji, lakini pia uponyaji wa jeraha na mfumo wa kinga ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa umepatwa na jeraha, ile hali ya jeraha lile kupona, madini ya zinki huchangia pakubwa sana. Na madini ya zinki hupatikana kwenye vyakula vipi? Madini ya zinki hupatikana kwenye nyama, samaki, karanga pamoja na nafaka kamili. Namaanisha nafaka ambazo hazijakobolewa. Na upungufu wa madini haya ya zinki husababisha shida ndani ya mwili, kwa sababu ukikosa utapata shida utapia mlo, ambapo upungufu wake utakusababishia kudumaa kwa ukuaji. Lakini pia ngozi yako itakuwa imedhoofika, kinga ya mwili pia itakuwa ni dhaifu, hivi inakuwa ni rahisi sana kupatwa na magonjwa kwa urahisi. Tuje kwenye madini ya magnesium. Madini ya magnesium husaidia kazi ya misuli ya neva pamoja na uzalishaji wa nishati. Madini ya magnesium hupatikana kwenye karanga, mboga za majani pia na nafaka kamili. Madini ya magnesium yanapopungua ndani ya mwili yatakusababishia degedege pamoja na uchovu. Na degedege ni shida ambayo inawapata sana pia hata akina mama ule wakati wa ujauzito, na ni dalili ya hatari kwao. Kwa hiyo wakati mwingine huwa inasababishwa na upungufu wa madini haya ya magnesium. Twende tujikite kwenye madini ya iodine.
Iodine husaidia katika utengenezaji wa homoni za tezi ya shingo na ni muhimu kwa ukuaji wa metaboli. Na madini haya ya iodine utayapata kwa wingi unapokuwa unatumia vyakula mbali mbali. Mfano chumvi ile ya mezani huwa imeongezwa madini haya ya iodine. Na upungufu wa madini haya pia unaweza kukuletea shida ndani ya mwili wako. Mfano ile kuvimba kwa tezi, ile tezi ya shingo, ya shingoni hapo. Na kwa namna hiyo sasa tumalizie na madini yanaitwa selenium. Selenium ni madini ya kinga ya mwili na kazi yake kubwa ni kazi ya kiini cha seli. Kwa ni kinga ya mwili na kazi ya kiini cha seli. Baada ya hapo kutazama yote hayo, matumizi pamoja na vyanzo pamoja na utapiamlo ambao unaweza kujitokeza kutokana na upungufu wa madini haya, basi nije nikuchukue kidogo katika miongozo muhimu sana. Miongozo muhimu sana ya kuzingatia. Nambari 1 ni kwamba wakati wa kula vyakula inatakiwa kula vyakula tofauti tofauti kila siku ili kupata vitamini na madini yote muhimu. Kumbuka kuwa usitumie vyakula vingi vya kusindika, yani ambavyo vimetengenezwa kiwandani, kwani vinaweza kupoteza baadhi ya madini hayo ambayo tumeyataja hapo nyuma. Na inatakiwa tu utafute njia za kupata mchanganyiko wa mboga, matunda na nafaka pamoja na protein. Epuka kuzidisha madini na vitamini kwa kutumia virutubishi bila ushauri wa daktari. Kwa kama wewe unaona afya yako wakati mwingine inaleta shida fulani, basi usisite kuwaona wataalamu wa afya na wakakupatia ushauri na saa juu ya matumizi ya vyakula hivi. Ni tumaini langu umefaidika na umejifunza vitu vingi kuanzia mwanzo hata sasa. Nikuchukue kidogo nikupeleke katika mapendekezo sasa ya vipimo vya vitamini pamoja na madini mwilini. Tunaita recommended dietary allowance RDA, na hii hapa recommended dietary allowance hutolewa na wataalamu wa lishe na mashirika ya afya kama vile World Health Organization pamoja na FAO, shirika la chakula, ili kuonesha kiasi cha kila kirutubishi kinachohitajika kila siku kwa afya bora. Kwa unaweza ukajikuta wakati mwingine sawa ni mtu ambaye unatumia vyakula ambavyo vinahitajika, ila kiasi kikawa either kinazidi ama kinapungua. Kwa sikiliza kwa makini uone mahitaji ya hivi vyakula kulingana na umri, kulingana na jinsia, pia hali ya mwili. Hali ya mwili kwa namna gani? Kwa mfano, kama ni mama mjamzito ama kama ananyonyesha, inatofautiana kulingana na hali. Mapendekezo, tutaanza na vipimo vya vitamini ndani ya mwili wako. Vipimo vya vitamini hufanywa ili kutathmini kiwango cha virutubishi mwilini na kugundua upungufu au ziada. Kwa kumbe huwa kuna wakati itahitajika uende ukafanyiwe vipimo kwa ajili ya kuangalia kiwango cha vitamini ndani ya mwili wako, kama kinatosha ama kama kimepungua ama kama kipo ziada. Na mapendekezo haya ukishayapata baada ya kupima, inategemeana na hali yako ya afya, umri wako, lishe na dalili zako ambazo daktari ama mtaalamu ataziona. Kwa ujumla, mapendekezo ya vipimo hutokana na vitu kama hivyo. Sasa tuangalie, utahitajika uende ukafanye vipimo vifuatavyo kwa mambo yafuatayo. Kwa mfano, endapo unapata hii hali ya vitamini mumunyifu kwenye maji, yani unapata shida ama unahitaji kwenda kufanya vipimo vya vitamini mumunyifu kwenye maji, itabidi ukafanye kipimo cha vitamini B12. Vitamini B12 hupimwa kwa wale wenye uchovu, yani unajihisi uchovu wakati wote, unajihisi uchovu, lakini pia unakuwa na matatizo ya neva, kusahau, au kwa wale wasiotumia vyakula vya wanyama. Kwa hiyo ukiwa na katika na dalili hizi, pia kulingana na afya yako pamoja na umri wako, unaweza ukashauriwa uende ukapime vitamini B12 waone kama ipo kulingana na dalili hizo.
Lakini pia utashauriwa upime vitamini B9 ama tunaita folate endapo wewe ni mama mjamzito, kwa sababu ni kwa kina mama wajawazito madini haya vitamini hivi ni muhimu sana, na wakati mwingine endapo unakuwa na upungufu wa damu. Utashauriwa ufanye kipimo cha vitamin C kwa dalili za kinga dhaifu. Endapo kinga ya mwili wako inakuwa imeshuka, pia wataangalia kiwango cha vitamin C kama kinatosha, au kama unapata shida ya vidonda vinavyopona polepole, yani kidonda kinachukua muda mrefu hadi kuweza kupona. Kuna vitamini mumunyifu kwenye mafuta. Vitamini mumunyifu kwenye mafuta ni kama vile vitamin D, ambapo tunaita 25 hydroxy vitamin D test. Kwa hiyo 25 hydroxy vitamin D test ni kipimo kinachotumika kuangalia kiwango cha vitamin D ndani ya mwili wako, na kipimo hiki kinapendekezwa kwa mtu yeyote ambaye anaishi hasa maeneo yenye mwanga mdogo sana ama mwanga hafifu wa jua, na wale wenye mifupa dhaifu. Kwa hiyo wakigundua hiyo hali kulingana na maelezo ambayo watakuwa wamekuchukua kwenye historia yako, pia na dalili ambazo utakuwa utazionyesha, basi watakwambia ufanye kipimo hiki cha 25 hydroxy vitamin D test kwa ajili ya kuangalia kiwango cha vitamin D. Utafanya kipimo cha vitamin A hasa kwa wale wenye dalili za matatizo ya kuona gizani, yani ule wakati wa usiku unapata shida sana ya kuweza kutazama ama kuona vitu, na kama una kinga dhaifu pia utafanyiwa kipimo cha vitamin A na kuangalia kiwango cha vitamin A, je, kipo sawa sawa ama kimezidi au kupungua. Utafanyiwa kipimo cha vitamin E endapo una matatizo ya neva, misuli pamoja na kinga. Vitamin K pia utafanyiwa endapo kwa unapatwa na magonjwa ya damu kushindwa kuganda, lakini pia kwa wale wanaotumia dawa zinazozuia damu kuganda, kwa utafanyiwa kipimo cha vitamin K kuangalia wingi wa vitamini hivyo. Vipimo vya kina sasa, ambapo tunaita macronutrient panel. Baadhi ya maabara hutoa paneli za vitamini na madini kwa pamoja. Baadhi ya maabara ikiwemo tunaita hii hapa B complex, lakini pia vitamin A, E na K, na madini kama vile chuma, zinki, magnesium na kadhalika. Kwa vipimo hivi vya kina ambavyo hufanywa ni kwa ajili ya kugundua vitu kama hivyo. Kwa unaenda kwenye maabara na wanakupima vitu kama hivyo vyote, na ikigundulika una shida ama upungufu au kuzidi kwa vitu kama hivyo, basi utapatiwa ushauri nasaha na matibabu yataendelea. Tuje kwa kundi maalum sasa. Vipimo pendekezwa kwa kundi maalum. Kuna akina mama wajawazito. Akina mama wajawazito huchunguzwa zaidi folate. Folate ni tulizungumza kwamba kule ni vitamini vinavyosaidia kuongezeka kwa damu, lakini pia huchunguzwa madini ya chuma na vitamin D. Kwa wazee hupimwa hasa vitamini B12 na vitamin D. Na kwa wale wanaofuata lishe ya mimea tunaita vegan ama vegetarian, wale watu wasiokula nyama. Watu kama hawa basi mara nyingi wao vipimo pendekezwa ni wafanye vipimo vya B12 na vitamin D pamoja na madini ya chuma na zinki, kwa sababu vitu kama hivi pia hupatikana kwa wanyama kwa wingi. Kwa hiyo kwa vile hawatumii wanyama, basi itabidi wapime kusudi waangalie kama vyakula vya mimea wanavyotumia vimeweza kuwapatia hali hiyo. Nikukumbushe tu, yote hayo ama vipimo vyote hivyo hufanywa kulingana na historia ya mgonjwa, pia dalili zake anazozionyesha, kwa sababu si lazima kwa kila mtu eti aende kupima bila sababu. Kwa kama huoni sababu yeyote ya kwenda kufanya vipimo hivi, sio lazima. Ni bora tu kupata ushauri kutoka kwa tabibu kabla ya kufanya uchunguzi huu mpana, na ushauri ambao unakuwa umepewa utakuwezesha kurudi katika hali yako iliyo njema kabisa. Tuje kwenye mapendekezo sasa ya vipimo vya madini.
vipimo hivi vya madini utapendekezewa endapo utakuwa umepatwa na shida ya upungufu wa madini ama kuna dalili fulani ambazo zimeonekana wakati wa kuchukuliwa historia yako. Na vipimo vya madini mwilini tunaita mineral test, hupendekezwa kulingana na umri, afya yako, pamoja na lishe unayotumia, pamoja na dalili unazopata, kwa sababu madini ni muhimu kwa kazi za mwili kama vile kutengeneza mifupa, damu, misuli na mfumo wa neva. Na vipimo hivi havifanywi kwa kila mtu mara kwa mara kwa sababu hufuatana na dalili, lakini pia ushauri wa daktari au hatari ya kiafya. Kwa kama vitu kama hivi imeonekana kwako vipo shwari, hauna dalili zozote, haupatwi na shida zozote za mara kwa mara, basi hakuna haja ya kufanyiwa uchunguzi huu. Na kwa uchunguzi wa jumla, daktari anaweza kupendekeza upimaji wa kina, tunaita comprehensive mineral panel, ambao unapima madini mengi kwa pamoja. Kwa hiyo badala ya kupimwa unaenda kupima madini ya aina moja, basi unapendekezewa kipimo cha jumla hiki cha comprehensive mineral panel, kipimo ambacho kinakuja na orodha ya madini mengi ambayo yanahitajika ndani ya mwili wako na kuangalia kiwango chake, na endapo utapata mahitaji maalumu, basi utapewa ushauri. Na mahitaji ya madini huongezeka sana hasa kwa kina mama wakati wa ujauzito, pia wakati wa unyonyeshaji, na watu wenye magonjwa sugu madini huhitajika kwa wingi, au shughuli nyingi za mwili. Kwa hiyo upimaji wa damu unaweza pia kukusaidia kubaini upungufu wa damu kabla hata ya kutumia virutubishi hivi. Kumbuka, vyakula vyenye uwiano sahihi mara nyingi hutosheleza mahitaji hata bila virutubishi vya vidonge. Sio lazima utumie virutubishi vyenye vidonge ili kusudi kupata madini kama hayo. Sasa niwalete katika mapendekezo kidogo ya ulaji wa vyakula vya vitamini. Katika ulaji wa vyakula vya vitamini inashauriwa sana kula mboga angalau mara 2 kwa siku. Mboga za majani zilizopikwa vizuri sana ziliwe, mfano kikombe kimoja kwa mlo au kijiko kimoja cha kupakulia chakula, yani upawa, kilichojaa, au kiganja chako kimoja kilichojaa mboga kwa kila mlo. Hakikisha mboga mbichi za majani au kachumbari ziliwe vikombe 2. Kwa wale mnaopenda kutumia kachumbari, basi vikombe 2 kwa mlo mmoja. Lakini pia mboga ngumu kama vile maboga, karoti na maharage machanga na ngogwe ziliwe kikombe kimoja kwa mlo. Na mambo haya ya kuzingatia yametolewa na mwongozo wa chakula na ulaji Tanzania Bara, Wizara ya Afya kwa mwaka 2023. Mboga za majani zenye rangi ya kijani na rangi ya chungwa zina kiasi kikubwa cha vitamini A. Hivyo tumia kiasi kidogo cha mafuta ya asilia ya mimea, kijiko cha chakula 1 hadi 2 tu wakati wa kupika mboga hizo. Na fanya yafuatayo: hakikisha unaosha mboga hizo za majani kwa maji safi. Baada ya hapo hakikisha unakatakata ili kusudi kuzuia upotevu wa virutubishi. Lakini ukiwa unapika hakikisha zile mboga unakuwa umefunika na mfuniko ili kusudi kuzuia upotevu wa vile virutubishi. Lakini pia tumia moto kidogo tu na pika mboga zile kwa muda kidogo, usipike kwa muda mrefu. Epuka kumwaga yale maji yaliyotumika kupikia zile mboga kwa sababu utakuwa umepoteza virutubishi, maana vile virutubishi vitakuwa kwenye yale maji. Na endapo unapika mboga za majani halafu ukaruhusu mvuke utoke, basi kwa sababu haya madini yanakuwa wakati mwingine ni mepesi, basi unakuta yanaondoka na ule mvuke. Ndio maana tunasema funika. Magadi ama majivu huharibu virutubishi, usitumie. Tumia mboga za majani zilizo mbichi wakati wa msimu wake husika ili kusudi kuzuia gharama. Mnakumbushwa tu, ili kusudi kupata mboga nyingi, basi nyumbani muwe na bustani ya mboga ili kusudi kuongeza upatikanaji wake. Waweza kuhifadhi mboga hizi kwa kuzikausha. Hilo linajulikana vizuri kabisa. Na epuka kununua mboga zilizokatwa mtaani, kwani wakati mwingine usafi huwa sio wa uhakika. Lakini kama unamwamini yule ambaye anakukatia na unaamini kwamba ana usafi wa kutosha, basi haina shida.
fanya kama inavyotakiwa. Mboga mboga ni chanzo kizuri sana cha vitamini A, vitamini C na asidi ya folic. Na mboga mboga zina viwango vikubwa vya madini kama vile madini ya chuma, potassium, magnesium, na hutoa nyuzi pamoja na kemikali za mimea kwa pamoja, na ni muhimu kwa afya ya mwanadamu. Na ulaji wa aina mbalimbali za mboga mboga utasaidia upatikanaji wa virutubishi kama vile vitamini na madini. Sasa nikulete katika mwongozo wa chakula na ulaji, mwongozo wa Tanzania bara kutoka kwa Wizara ya Afya kwa mwaka 2023. Mwongozo unakushauri kwamba inatakiwa kula matunda angalau aina 2 tofauti kwa siku moja, walau matunda aina 2. Na kiasi cha kipimo ambacho unatakiwa kula ni vipimo 2 kwa siku, ambapo kipimo kimoja cha matunda ni sawa na ifuatavyo. Kipimo kimoja ni sawa na kikombe kimoja cha tunda lililokatwa ninamaanisha lililokatwa, ambapo ni sawa na mililita 250, kile kikombe kidogo cha robo kile. Kama tunda lako umelikatakata, basi kile kikombe kijae. Na robo kikombe ya ukwaju au ubuyu bila kuongeza sukari. Kwa hiyo pia inashauriwa tumia ubuyu ama ukwaju. Hakikisha kama matunda yamekatwa basi yajae kiganja cha mkono wako, ndipo yale matunda yatakuwa yamefikia kiwango sahihi ambacho kinakutosheleza kwa mlo mmoja. Na tunda moja la wastani kwa siku tumia. Naposema tunda moja la wastani, namaanisha kwa matunda ambayo si makubwa, mfano kama ni chungwa, chenza ama ndizi, basi hakikisha unatumia tunda moja kwa siku. Na kwa tunda kubwa, mfano kama vile matikiti maji, mapapai, fenesi, maembe na mengineyo, basi tumia kipande kimoja cha wastani, ambacho ikiwa kitakatwa kile kipande kimoja, basi kitaweza kujaa kwenye kiganja chako. Mambo hayo ni ya kuzingatia sana. Na kukumbusha pia, ule wakati wa ulaji wa matunda, zingatia yafuatayo. Kula aina mbalimbali au aina nyingi za matunda yaliyopo kwenye msimu kila siku, ikiwemo matunda pori kama vile ubuyu, ukwaju na mabungo na furu pia. Matunda haya yanapatikana kwa wingi na yana wingi wa vitamini C, na ni matunda pia ambayo yana madini ya calcium kwa wingi. Tumia kama uwezavyo. Lakini wakati wa kutumia matunda haya, hakikisha umeosha kwa maji safi na salama, na ni maji tiririka kabla ya kula, ili kusudi kuzuia magonjwa. Kula matunda halisia badala ya sharubati. Kuna watu hawapendelei kula matunda mazima wenyewe, huwa wanahitaji sharubati, yani majimaji ya yale matunda ama mboga ama miwa ya kutengeneza. Sharubati huondoa makapimlo ambayo yana faida mwilini. Hivyo kama unaweza, kuliko utumie sharubati, basi tumia tunda lenyewe. Na iwapo basi utaona ni lazima kutumia sharubati ama kutumia ile juisi sasa ya matunda yale, basi hakikisha hauchuji, maana ukichuja utaondoa zile nyuzi. Lakini pia usiongeze sukari, kwa sababu matunda yenyewe yana sukari asilia ambayo itakusaidia sana ndani ya mwili wako. Kula tunda kama vile asusa, mlo mdogo kati ya mlo, na kula matunda wakati wa kifungua kinywa na milo mingine. Otesha miti ya matunda yako ili kusudi kuzuia upungufu wa matunda. Punguza matumizi ya juisi za viwandani, kwa sababu zimeongezwa kiasi kikubwa sana cha sukari na hazina makapimlo wa juisi kama hizo. Badala yake, wewe kula matunda halisia. Inashauriwa kula matunda dakika 15 hadi 30 kabla ya kula chakula ama baada ya mlo wa asubuhi, mchana au jioni. Na mwongozo huu ni kutokana na mwongozo wa chakula na ulaji wa Tanzania bara na wa Wizara ya Afya kwa mwaka 2023. Na mapendekezo ya ulaji wa mboga pamoja na matunda kwa wale ambao sasa wakati fulani huwa inahitajika, ama kwenye msosi wao unakuta pembeni ameweka mboga na pembeni kuna matunda, basi mwongozo huu utakusaidia sana ili kusudi usije ukapatwa na shida.
ni kwamba matunda na mboga mboga haipaswi kuwa na aina nyingi katika mlo wowote, kwa sababu hii huchochea ulaji kupita kiasi na husababisha mchafuko wa tumbo, na hivyo sio vizuri kula matunda na mboga mboga kwenye mlo mmoja. Yaani mfano kama ni asubuhi umetumia matunda, basi ile asubuhi usiwe na mboga mboga. Ile mchana kama utatumia mboga mboga, basi usiwe na matunda, ili kusudi kuzuia kula matunda na mboga mboga kwa wakati mmoja, maana utapata kadhia ya tumbo. Lakini hata kama unakula hayo matunda, basi ama hizo mboga mboga usichanganye aina nyingi, zitakuchafuria tumbo lako. Na maelezo haya yametoka kwenye kitabu cha The Ministry of Healing, ukurasa ule wa 299 hadi wa 300 cha mwaka 1905. Na vitindamlo vya ladha tele vinono, mfano pudingi zenye mafuta na sukari nyingi, keki tamu na mboga mboga, vyote vikitumiwa katika mlo mmoja zitasababisha usumbufu tumboni. Usitumie vitu kama hivyo. Na baada ya hapo sasa ni kulete katika hatari za matumizi ya vijalizo vya vitamini pamoja na madini, namaanisha supplements. Kwa wale ambao sasa huwa wapendi kutumia vyakula halisia, wenyewe wanapenda kutumia supplement. Kuna hatari gani? Ukitumia supplement ndani ya mwili wako utapata hatari zifuatazo: kuwa na kiasi cha ziada mwilini. Kiasi cha ziada mwilini cha sumu, namaanisha tunaita toxicity. Toxicity hii inatokana na vitamini zinazoyeyuka kwenye mafuta, mfano vitamini A, D, E na K. Zikizidi hujikusanya ndani ya mwili na kusababisha sumu. Na mfano vitamini A kwa wingi husababisha kizunguzungu na maumivu ya kichwa. Lakini pia hatari nyingine ni usumbufu wa mfumo wa mmeng'enyo. Endapo utatumia supplement ama vijalizo vya chuma, vikizidi husababisha kuharisha, kuvimbewa na kichefuchefu na hata sumu kali kwa watoto. Pia huzuia ufyonzwaji wa virutubisho vingi, na pia vina madhara kwenye figo na ini, kwa sababu matumizi ya muda mrefu ya supplement hizi kupita kiasi huweka mzigo mkubwa. Na wakati mwingine supplement hizi huweza kuleta kuwa na mwingiliano na dawa. Mfano vitamin K huathiri uwezo wa dawa kuzuia kuganda kwa damu, na vitamin E kwa wingi huongeza hatari ya kutokwa na damu unapotumia ama unapokuwa unatumia dawa za kupunguza uwezekano wa damu kuganda, na pia unakuwa na hisia ya uongo ya usalama. Ni malizie sasa na dhana potofu ambayo imeenea kwenye jamii kulingana na matumizi ya vitamini pamoja na madini. Dhana ya kwanza, watu wanasema kwamba vitamini na madini huchukua nafasi ya chakula kamili. Watu wengine hufikiria kwamba kutumia vidonge vya vitamini ama madini pekee inatosha bila kula chakula bora. Jambo hili sio kweli, kwa sababu virutubisho hivi haviwezi kuchukua nafasi ya lishe kamili ya wanga, protini na mafuta ama nyuzi. Hivyo tumia na vyakula vingine. Dhana nyingine, jamii imekuwa ikidai kwamba kadri unavyokunywa vitamini na madini zaidi ndivyo mwili unavyonufaika. Jambo hili sio kweli. Kiasi kingi kupita kiasi ama tunaita overdose cha baadhi ya vitamini na madini, mfano vitamini A, D, E na K, chuma pia na zinki, kinaweza kusababisha madhara makubwa kiafya. Hivyo usitumie kwa wingi. Dhana potofu nyingine, jamii imekuwa ikisema virutubishi vya vitamini na madini havina madhara yoyote ndani ya mwili. Sio sahihi, kwa sababu kuna dhana kuwa ni salama kwa sababu ni asilia. Hapana, licha ya uasilia wake, lakini baadhi vinaweza kusababisha madhara makubwa iwapo vitatumika kupita kiasi au pasipo ushauri wa mtaalamu wa afya. Dhana potofu nyingine kwa jamii ni kwamba wanasema vitamini huponya magonjwa yote. Sio kweli. Vitamini na madini ni muhimu kwa kinga na afya ya mwili, lakini si tiba ya moja kwa moja ya maradhi yote. Kwa mfano vitamini C haiwezi kuzuia mafuta kabisa, haiwezi, ingawa inaweza kupunguza muda wa dalili zile kuonekana. Dhana potofu kwa jamii nyingine, wanajamii nasema kwamba virutubishi ni bora kuliko kupata vitamini kutoka kwenye chakula, yani zile supplement wanasema ni bora. Jambo hili sio sahihi, kwa sababu mwili huchukua vizuri zaidi virutubishi vitokavyo moja kwa moja kwenye chakula kuliko vile ambavyo vinatokea kwenye vidonge ama virutubishi vile ambavyo ni supplement. Dhana potofu kwa jamii nyingine, jamii imekuwa ikisema kwamba watu wenye afya nzuri hawahitaji kufuatilia ulaji wa madini.
jambo hili halina ukweli wala sio sahihi, kwa sababu hata mtu mwenye afya anaweza kupata upungufu iwapo hata kula mlo ulio kamili. Mfano, wanawake wengi hupata upungufu wa madini ya chuma wakati wa hedhi na ujauzito bila kujua, na ndio maana wana wakati mwingine wanakuwa sasa wanasisitizwa kutumia mboga za majani nyingi kuzuia hali hiyo. Jamii pia imekuwa na dhana potofu nyingine ya kuwa virutubishi vyote vya vitamini na madini ni sawa. Je, ni kweli? Hapana, sio kweli, kwa sababu ubora na muundo wa virutubishi hutofautiana kulingana na kampuni na aina. Baadhi vina mchanganyiko usio sahihi na kunajisiwa, na pia vinaweza vikawa si rahisi kufyonzwa mwilini. Dhana ya mwisho ambayo jamii sasa imekuwa pia ikipata shida kutokana na upotofu wake ni kwa watu wanasema kwamba vijalizo ama hizi supplement ni kinga ya saratani, yani kinga dhidi ya kansa. Sio kweli. Supplement ama hivi vijalizo sio kinga ya saratani jamani, kwa sababu ni bora zaidi kutumia lishe kamili na tiba bora za maisha kama ngao ya kwanza ya kujikinga kuliko kutumia hizi supplement. Na matumizi holela ya kupita kiasi ya supplement hizi husababisha madhara makubwa kiafya. Ni muhimu kutumia kwa ushauri wa daktari au mtaalamu wa lishe. Ni langu tumaini kwamba hadi kufikia hapo utakuwa umejifunza mambo mengi na vitu vingi ambavyo utakuwa umevipata, basi ninategemea mabadiliko chanya, na Mungu akuwezeshe tu kuwa na afya njema. Mungu azidi kukutunza, uzidi kunawili na kukua katika ustawi ulio bora, kwa kuzuia uchakavu wa mwili kwa kufata mtindo wa maisha ulio sahihi katika ulaji. Basi ninakukaribisha katika maombi ya siku ya leo. Na maombi ya siku ya leo yatahusiana na furaha ya kula kwa kushirikiana. Yaani huwa kuna furaha mnapokula kwa pamoja na kwa ushirikiano kama familia, kama ndugu ama kama marafiki. Basi tuombe. Mungu wetu mwenyezi, tunaomba utubariki kila tunaposhiriki chakula pamoja na familia, marafiki au wahitaji, ili ulaji uwe chanzo cha upendo na mshikamano kwa wote. Endelea kutuongoza, endelea kutupatia neema katika vyakula hivi, tuzidi kustawi na kuwa bora zaidi. Tunaomba na kutumaini kwamba utatenda sawa sawa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. See you.